Unajua kwamba kuna mtoto ameulawa na polisi ama amekufa katika mikono ya polisi. Tunataka tujue ni nani ameua huyo kijana. Na mwenye ameua huyo kijana awe nani? Awe na mamlaka gani? Hawe hana mamlaka ama ako na mamlaka, lazima mkondo ya sheria tufuatilie. Ama namna gani jameni? Kwa sababu mtazamaji, hiyo ni video ya ambaye ni naibu wa rais wa Jamhuri ya Kenya Profesa Abraham Kithure Kindiki hasa akipata kuzungumzia mauaji ya mwenda zake kijana wa miaka 31 Albert Ojwang aliyepata kuiaga dunia akiwa katika mikono ya polisi. Inaaminika maafisa wa polisi ndio walioweza kumuua Albert Ojwang. Kulingana na Kithure Kindiki, amehakikishia Wakenya kwamba hiwe ambaye alimuua Albert Ojwang awe na mamlaka gani ama awe ameshikilia wadhifa gani katika sekta ya polisi hapa nchini Kenya, hata iwe yeye ndiye Inspector General wa polisi ama naibu Inspector General wa polisi, ambaye wengi wanamtambua kama Eliud Langat, ambaye ametajwa na wengi kama mshukiwa mkuu katika mauaji haya na ambaye aliyeweza kutoa amri ya kukamatwa na kuteswa kwa kijana huyu Albert Ojwang, ataweza pia yeye kuweza kupewa adhabu kama jinsi ambavyo inatajwa katika katiba ya taifa la Kenya. Ikumbukwe hapo jana akizungumza kuhusiana mauaji haya, ambaye ni Inspector General wa polisi Douglas Kanja aliweza kuhakikishia Wakenya kwamba haki itaweza kutendeka, lakini akaweza kuwaomba Wakenya kutoweza kueneza taarifa za uongo kuhusiana na kuweza kung'atuliwa mamlakani kwa ambaye ni naibu Inspector General wa polisi Eliud Langat, ambaye Wakenya na vijana katika taifa la Kenya walipata kuandamana hapo jana katika jiji kuu la Nairobi wakiomba Langat kuweza kuachishwa kazi kama naibu Inspector General wa polisi kwa kuweza kuhusika na mauaji ya Albert Ojwang. Kando na hilo, ikumbukwa hapo jana afisa mmoja akitambulikana kama PC Constable James Mkwana aliweza kukamatwa baada ya uchunguzi kuweza kufanywa na shirika la uchunguzi na upelelezi la IPOA, ambalo liliweza kupelekea taarifa za kukamatwa kwake James Mkwana akitajwa kama mhusika mkuu katika mauaji haya. Lakini inaonekana karata yote ambayo inachezwa na maafisa wa polisi ni karata ambayo Wakenya wameweza kuizoea, na kwa sasa hawataki kubebwa ufala, hawataki kuweza kupewa hadithi za abunuwasi kuhusiana na ambaye ni nani haswa aliweza kumuua Albert Ojwang, maana wanaamini Albert Ojwang sio Mkwana aliweza kumuua, na hata kana kwamba ni Mkwana aliweza kuhusika katika kumtesa na kumuua Albert Ojwang, wanaamini ya kwamba amri iliweza kutoka juu na sio kwa OCS wala OCPD, bali ilitoka kwa naibu Inspector General wa polisi Eliud Langat. Ikumbukwe hapo jana gazeti la The Star Newspaper liliweza kuchapisha story kuhusiana na mauaji ya Albert Ojwang, ambapo aliweza kudhihirisha kwa uwazi ya kwamba ambaye ni naibu Inspector General wa polisi bwana Eliud Langat alikuwepo pale wakati kijana huyu Albert Ojwang aliweza kufikishwa katika tume ya uchunguzi na upelelezi ya DCI, Directorate of Criminal Investigation, na kuweza kuwa tortured ama kuweza kuumizwa mpaka kupelekea yeye kuweza kuiaga dunia. Inaaminika kulingana na chapisho la The Star Newspaper, bwana Douglas Langat bwana Eliud Langat pamoja na ambaye ni dereva wake walikuwepo pale katika msitu wa Karura Forest, ambapo inaaminika tume ya upelelezi ya DCI ina makazi pale, ambapo washukiwa wa mauaji ama washukiwa wakubwa katika serikali huwa wanapelekwa kule, ndipo kuweza kuhojiwa na kuweza kutoa taarifa sawa kuhusiana na jambo ambalo wamekuwa wakiweza kushukiwa kulifanya. Hivyo
Bwana Albert Ojwang aliweza kupelekwa pale na kuweza kupitia makubwa chini ya mikono ya wapelelezi kutokea katika tume ya DCI. Lakini kando na hili, tutaweza kuagree ya kwamba na tutaweza kukubaliana ya kwamba ni kati ya story ambayo imekuwa ni ya kupigiwa mfano, maana kando na huyu PC James Mkwana ambaye inaaminika aliweza kukamatwa hapo jana na leo ataweza kufikishwa mahakamani, ikumbukwe juzi tu alipozungumza ambaye ni mkubwa kitengo cha upelelezi cha polisi cha DCI ambaye ni Amin Mohamed, aliweza kutoa taarifa kwamba yule ambaye wanamtaja kama mshukiwa mkuu katika mauaji haya sio mwingine ila ni ambaye ni OCS ama mkuu wa kitengo mkuu wa polisi katika Central Police Station ambapo Albert Ojwang aliweza kuiaga dunia. Sasa karata inaendelea kubadilika kwa kila dakika na kadri masaa yanavyosonga, maana alitajwa kama mshukiwa mkuu sio mwingine ila ni OCS Salam. Sasa ambaye amekamatwa sio mwingine ila ni PC James Mkwana. Nao kando na Mkwana hatujui ni nani mwingine ambaye anaenda kukamatwa hivi karibuni, lakini kilio cha Wakenya kwa jumla kimekuwa tunamtaka Eliud Langat aweze kusimamishwa kazi na kuweza kukamatwa na kuweza kuwajibika kwa ajili ya mauaji yake Albert Ojwang. Na Kindiki katika mazungumzo yake amesema haijalishi ni nani au nani, ila wao na pia Rais wa Jamhuri ya Kenya William Ruto watahakikisha kwamba huyu jamaa Eliud Langat na wengineo ambao wamehusika katika kifo kile wataweza kupitia katika mikono ya sheria. Kando na hilo, ikumbukwe Eliud Langat anatajwa kuwa amekiongoza kikosi cha maafisa zaidi ya 101 ambao ni maafisa wameweza kuwa selected kutokea katika tume tofauti za upelelezi na pia za polisi hapa nchini Kenya, ndipo kuweza kufanya tunazihitaji kuweza kufanya operesheni ambazo hazifanywa na maafisa wa polisi wa kawaida, ikiwemo ni utekaji nyara na mauaji ya watu ambao wamekuwa wakizungumza na kuipinga serikali ya rais wa sasa wa Jamhuri ya Kenya William Samoei Ruto. Ni story ambayo inaendelea kukita kambi na kuweza kuleta taswishi kubwa sana hasa katika mitandao ya kijamii na taifa lote kwa jumla, wengi wakitaka haki iweze kutendeka. Ikumbukwe maandamano ya hapo jana yaliweza kupelekea uharibifu mkubwa katika jiji kuu la Nairobi, na ni maandamano ambayo yameweza kususia kwamba kunaweza kuwa na another uprising ambayo itaweza kuwa ni kama ile ambayo iliweza kufanyika mwaka 2024 ambapo vijana wa Generation Z waliweza kukita kambi katika jiji kuu la Nairobi na kuweza kuvamia bunge kuu ambapo walikuwa wakipinga kupitishwa kwa mswada wa bajeti ya mwaka 2024 na waliweza kufanikiwa kwa hilo. Sasa hiki kifo cha Albert Ojwang kinaonekana ni kifo ambacho kinaweza changia katika kufufua kwa hasira na ghadhabu za vijana kutokea katika vijana wa Generation Z kwa mara nyingine. Ni hayo kwa sasa mtazamaji, ila ningetaka kujua ya kwamba unaona kana kwamba yale ambayo Profesa Abraham Kithure Kindiki ameweza kuyazungumza hasa kuhusiana na mauaji ya Albert Ojwang yataweza kutiliwa maanani, na ambao ndio wahusika wakuu iwe wanashikilia wadhifa gani katika jeshi la polisi wataweza aswa kutiwa mbaroni na kuweza kuhukumiwa kwa maafa ya Albert Ojwang. Ni hayo kwa sasa mtazamaji, usisahau kusubscribe katika video zetu hapa ndani ya The Kenyan Daily Report ambapo tunakujuza juu yanayojiri katika sehemu tofauti hapa nchini Kenya. Tuungane katika video zetu zijazo.